Matendo mema kwa ajili ya watu watakatifu peke yao. Kwa sisi tuliumbwa katika Kristo ili tuyatende matendo mema. Sio kwamba tunatakiwa tutende matendo mema ili tuanze kumpendeza Kristo. Sio kama umeelewa hiyo orientation. Labda kama hujaelewa ngoja tuendelee. Anasema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa matendo mema. Sasa bado niongee kitu ambacho kinaweza kukushangaza kidogo. Matendo mema kwa ajili ya watu watakatifu peke yao. Bwana asifiwe sana. Mungu aliumba matendo mema yafanywe na watu walio watakatifu. Kwa hiyo there is no way unaweza ukafanya matendo mema outside Christ. Ndio maana watu wasipomwamini Yesu hata wafanye matendo mema maelfu kwa maelfu, they will go to hell. Bwana asifiwe sana. Matendo mema yaliumbwa kwa ajili ya watakatifu. Kwa hiyo mtakatifu, ukijua nafasi yako, ukishajua kwamba mimi ni mtakatifu, then you get to know kwamba wewe uliumbwa ufanye matendo mema. Kwa unapoamka asubuhi, unajua kwamba mimi ndio yule mtu, mimi ndio yule binti, mimi ndio yule kijana ambaye maisha yangu yanatakiwa kujawa na matendo. Watu wanaponiona, watu wanaposikia ninapozungumza. Ndio maana no wonder maandiko yanaandika sema maneno yenu yajawe munyu, neno lenu limfae mwenye kuhitaji. Kwa nini? Kwa sababu hayo yameumbwa kwa ajili ya watakatifu. Sisi watakatifu, maisha yetu yanatakiwa kuwa ni maisha yaliyojawa na matendo mema. Kwa hatufanyi matendo mema ili kumpendeza Mungu. Sisi ni watakatifu, tunampendeza Mungu tayari. Kwa hiyo kwa sababu hiyo na kwa sababu ya asili yetu ya utakatifu tunayaishi matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana.